Yes, bana ni muda mzuri kabisa na ni muda mzuri kabisa tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza michezo mimi nawe nikasema haitakaiwezekane kwamba nishindwe kuzungumza nawe walau chochote kitu jioni hii ya leo. Pole pale ulipo ni muda mzuri kabisa bwana michezo, endelea kusubscribe, gusa alama kengele ili tusafiri wote kwa pamoja. Bana story kubwa ambayo mimi pia nimeona leo niweze kuigusa ni kuhusiana na Young Africans. Wametangaza kwamba mechi yao ya siku ya Jumamosi itakuwa haina kiingilio na mashabiki waingie bure kabisa kwenye mechi hiyo. Kwa hiyo mashabiki hawatapaswa kulipa kiingilio chochote kuelekea hiyo mechi. Na leo ofisa habari wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe alitanabaisha hilo. Asubuhi ya leo moja ya viongozi na wanachama wa klabu ya Yanga kwa upande wa wazee aliomba kwa barua yake kwamba anaomba mashabiki waende bure, viongozi wafanye kazi ili kuhakikisha mashabiki wanaingia bure katika mechi hiyo ili waweze kuwa wengi na kuanikiza wapate matokeo dhidi. Mjomba kapigwa simu, amepewa habari kwamba yeye ndiye mshindi wa gari ya Toyota IST kutoka kwenye promotion yetu ya Super Royal Sports. Tulifurahi wote kwa familia kwa ujumla kupata kitu kama hicho. Yeye huwa anapendelea kubashiri ligi gani kama huwa unamshuhudia? Mara nyingi wakapenda kubashiri ligi ya EPL. Jisajili kupitia pmbet.co.tz uanze kubashiri michezo yote ya kubashiri, itakupeleka kwenye promotion ya kushinda gari aina ya Toyota IST ambayo inatoka baada ya wiki 5. Kubwa ambayo mimi pia nimeona leo niweze kuigusa ni kuhusiana na Young Africans. Wametangaza kwamba mechi yao ya siku ya Jumamosi itakuwa haina kiingilio na mashabiki waingie bure kabisa kwenye mechi hiyo. Kwa hiyo mashabiki hawatapaswa kulipa kiingilio chochote kuelekea hiyo mechi. Na leo ofisa habari wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe alitanabaisha hilo. Asubuhi ya leo moja ya viongozi na wanachama wa klabu ya Yanga kwa upande wa wazee aliomba kwa barua yake kwamba anaomba mashabiki waende bure, viongozi wafanye kazi ili kuhakikisha mashabiki wanaingia bure katika mechi hiyo ili waweze kuwa wengi na kuanikiza wapate matokeo dhidi ya Silver Strikers. Lakini baadaye pia mashabiki na wanachama klabu hiyo Kevin Mramba au Kevo last born wa Yanga naye alizungumza hayo kwamba wanatamani waingie bure, yani viongozi walipe viingilio. Sasa Ali Kamwe ofisa habari wa klabu hiyo akaweka bayana kwamba mashabiki wanapaswa kuingia bure, viongozi wameshakubali hilo ombi, kwa hiyo mashabiki wawahi mapema wataingia bure kwenye mechi hiyo. Sasa mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza machache. Of course wao wana mipango yao Young Africans, lakini pia tunafahamu kwamba ni klabu ambayo inaongozwa na viongozi. Kwa hiyo hata wao wana maono yao, hata wao wana taratibu zao, lakini pia nao pia wana hisia zao. Lakini unapokuja kwenye fans engagement, kwa maana kuwahusisha mashabiki katika masuala kadhaa, lazima uhakikishe wanashiriki katika kila kitu kikamilifu. Yaani kila jambo lolote ambalo linaenda kuwa na mustakabali mzima wa kuendeleza club au mustakabali mzima wa maendeleo ya club, lazima mashabiki wahusike kwa 100%, hasa katika eneo la gate collection. Kwa maana nafahamu Yanga wanalipia kadi za wanachama, baadhi ya mashabiki na wanachama, lakini wengine hawafanyi hivyo. Kwa hiyo unaposikia kwamba klabu inahitaji support ya mashabiki, kama ni kununua jezi, nunua jezi original, kama ni kulipa tiketi, lipia tiketi, kama ni kununua merchandise yoyote ya klabu ya Yanga, unafanya hivyo. Au klabu yoyote hizi kubwa, Simba, Yanga, vilabu vyote kwa ujumla, ili klabu iweze kupiga hatua. Sasa kwa upande wa klabu ya Young Africans naona mambo yameanza kuwa tofauti. Jambo hilo linagonga ukuta. Yanga hata katika masuala mengi tu tumekuwa tukiona hadi wahamasisho kupitia supu ndio utaona wanafika. Lakini pia hata mashabiki wanahamasishwa ili kununua jezi, utasikia supu, sijui ili kwenda kuhamasisha mashabiki waende uwanjani utasikia masuala ya supu na vitu kama hivyo. Kwa kama mashabiki fulani hivyo wanalelewa kimayai, wanadekezwa hivi, na hapo bado watasema Yanga ndio timu yenye mashabiki wengi na nini nchini, Yanga ndio wanaongoza kwa mashabiki wengi. Lakini unakuwa na mashabiki wengi lakini wanakuwa hawakuchangia chochote au hawaisupport club kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kama utakuwa unaingia bure mara kwa mara kwenye hizi mechi kubwa kama hizi za CAF Champions League ukitegemea GSM ndo alipe viingilio na afanye kila kitu, baadaye unaweza ukamwambia GSM chochote pale ambapo labda GSM atasema sasa mimi hii tenda jezi naishika yote, hakuna chochote hata 100 ambacho mtapata. Mfano sasa hivi wanapata labda 1300 katika kila jezi ambazo wanauza GSM.
Sasa kama akija akisema okay fine, mimi napambana kuhakikisha ninyi mnaingia bure, napambana kuhakikisha ninyi mnafurahia maisha, mnapata supu, mnafanya kila kitu, basi mimi naomba katika eneo la jezi mtu asinisogelee. Yaani jezi niuze mwenyewe, nipate mwenyewe kila kitu. Lakini pia kama klabu ya wananchi, unakuaje mwananchi wakati wewe kama wewe huwezi kuisupport timu yako, hasa katika eneo la kuingia uwanjani? Shilingi 5,000. Tena sio mechi dhidi ya Mbeya City, wala sio mechi dhidi ya Tanzania Prisons, wala sio mechi dhidi ya Kagera Sugar, wala sio mechi dhidi ya Singida Black Stars. Ni mechi dhidi ya Silver Strikers, mechi ya kutafuta tiketi ya kwenda hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Halafu mashabiki hawatoi viingilio, wanaomba. Yaani mashabiki wanageuka omba. Wanaomba viongozi, watu naomba mtu ndolee kiingilio. Just imagine, shilingi 5,000 inakufanya wewe ushinde kwenda uwanjani like serious. Hii yote ni kuwafanya mashabiki wawe omba, lakini pia ni viongozi kuwadekeza mashabiki na kuwachekea. Mwisho wa siku watu wapanda kichwani. Wanashindwa kuiga na kuchukua mfano mdogo wa klabu ya Simba ambao wao mara zote mashabiki wao wamekuwa kisupport timu yao. Hakuna hata siku umesikia mashabiki wa Simba anaingia sijui bure, labda kama imetokea mara moja au mara mbili. Lakini katika michuano ya kimataifa Simba amekuwa mstari wa mbele kuchangia klabu yao, hasa katika eneo la gate collection. Nakumbuka Simba alifungwa mechi dhidi ya Horoya. Alifungwa na Horoya kule Guinea, lakini alifika katika uwanja wa Mkapa, mashabiki walifurika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Tena kipindi hicho Simba amekosa ubingwa misimu 3 mfululizo. Unaona bwana, mnyama anaenda anafungwa na Raja Casablanca goli 3. Alifungwa, alikuwa anapoteza sana mechi zake. Alifungwa na RS Berkane. Mnyama akaenda kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa na akashinda pale. Mnyama alifungwa msimu jana tu hapa tuliona alifungwa na Al-Masri, alifungwa goli 2-0, lakini mashabiki walifurika katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Tena mvua ilikuwa inanyesha kubwa sana siku hiyo na hakukuwa na promo aina yoyote, na walitoa viingilio, sio unakumbuka vizuri. Lakini pia uwanja wa Mkapa mashabiki walipaswa kwenda mechi ya Simba na RS Berkane. Unakumbuka Simba alifungwa goli 2 kule Morocco, na mechi ile ikatolewa kutoka uwanja wa Mkapa ikapelekwa Unguja, lakini bado mashabiki walikuwa wanaendelea kuchangia tu viingilio, kulipia viingilio kuelekea mechi ya kwa Mkapa kabla hiyo mechi haijapigwa stop. Na hizo pesa wakaambiwa wataenda kwenye Simba Day, na ni kweli hizo pesa wakaenda Simba Day, lakini uwanja wa New Amani Complex Zanzibar uwanja ulifurika. Kwa hiyo when it is come katika eneo la kuchangia club, Simba ni namba 1. Yaani no doubt Simba ni baba na Simba ni dude kubwa. Simba ni mwalimu katika eneo hilo, kwa sababu wametoa funzo na wametoa elimu. Nakumbuka kuna mechi moja Simba alicheza usiku, ilikuwa saa 4 usiku, walicheza na Orlando Pirates. Ile mechi if you are not mistaken, Simba walijaza uwanja usiku. Simba walijaza uwanja saa 4, it means kwamba mechi inamalizika saa 6 kuelekea saa 7, lakini bado mashabiki walikuwa uwanjani na mnyama alishinda ile mechi, ingawa alishindwa qualify kutokana na aliruhusu magoli mengi kule South Africa. So kwa nini mashabiki wa Yanga wanafanya hivi? Ni kwa sababu viongozi wao kwanza hawajiamini. Hicho cha kwanza, hawajiamini. Kwa nini hawajiamini? Hawajiamini kwamba mashabiki kweli wanaweza kaja, kweli wanaweza kajaza uwanja. Hawana hiyo assurance kwamba mashabiki wanaweza kaja uwanjani. Hiyo ndio kwanza. Lakini cha pili ni kwamba ni namna ambavyo waliendekeza mashabiki wao kwamba bwana mashabiki waje tu wasije, yani wanawavuta wanabembeleza na vitu kama hivyo, lakini wanaondoka katika uhalisia, realistic. Viongozi wanaondoka katika ule uhalisia wa uongozi. Kiongozi huwa anatoa tamko, sio unaomba. Sijui naomba mashabiki. Kiongozi anasema bana kesho kuna mechi. Yani just imagine Yanga amechukua ubingwa misimu 4 mfululizo. Young Africans amemfunga Simba mara 6 mfululizo. Sijui naelewa vizuri, ambaye ni mtani wake wa jadi. Huyo Yanga amefaa vizuri pia kimataifa, sio mbaya sana. Alifika finali, akaenda robo finali, akadondokea hatua makundi, sio? Na amefungwa goli 1 tu na Silver Strikers. Kitu ambacho ukiona ni wazi kwamba Yanga anaweza kaenda kupindua matokeo katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu kama alifanikiwa kupindua matokeo mechi ya wale jamaa walikuwa ni CR Belouizdad, Yanga walifungwa goli 3-0 pale katika ardhi ya Algeria. Metacha Mnata alikuwa golini, lakini Yanga walienda katika uwanja wa Benjamin Mkapa akapindua matokeo goli 4-0. Yanga Pakome, Yanga Stefan Aziki na wengine. Lakini this time around Yanga amefungwa goli 1 tu na Silver Strikers, kitu ambacho hata Silver ukiangalia ni wadogo kwa Yanga, yani ni wepesi kwa Yanga, lakini bado wana uwezo wa kwenda kupindua matokeo. Lakini imagine maana mashabiki wanabembeleza, wanaomba eti waingie bure, wanaomba, alafu viongozi wanasema okay tumeruhusu, tumewasikia mashabiki wetu wataingia bure, wawai mapema na vitu kama hivyo. Sasa ndugu zanguni, hapo sio kujenga, hapo ni kubomoa. Lini
klabu kama klabu itasimama na yenyewe kwamba okay, leo mashabiki wetu wamekuja, wamefurika, wameweka kiingilio kama Simba ataendelea kuwatikisa katika ardhi hii, hasa katika eneo la medani ya soka kimataifa. Ndio hapo mnapaswa kujifunza kwamba mnyama anawezaje na sisi tunashindwaje. Yani mnyama anawezaje kwenda katika mechi kubwa kama hizi, anafungwa huko lakini bado mashabiki watajaa uwanjani. Kuna rekodi moja ilikuwepo msimu 2023-24 Young Africans wao na Simba. Yanga ameshachukua ubingwa hapo mfululizo. Halafu Simba ndio timu iliyoongoza kuwa na mapato uwanjani. Yani kusanya ligi yote Yanga, sio Azam, Simba ndio timu iliyoongoza kuingiza kiasi kikubwa cha fedha, yani mapato ya gate collection uwanjani. Kwa nini? Kwa sababu mashabiki wao wanalipa. Yanga ndio timu iliyokuwa na mashabiki wengi, iliwazidi Simba kwa asilimia ndogo sana, kama 3 sijui 2, lakini Simba ndio timu iliyozidi kwa viwango vya fedha, kwa maana kwamba katika eneo la gate collection Simba ndio waliongoza. Kwa nini? Kwa sababu mashabiki wengi wa Simba iko wazi wanalipa viingilio. Mashabiki wengi wa Simba sio omba. Mashabiki wengi wa Simba sio wa kupiga Simba na tunaomba bwana tupate complimentary sijui tunaomba nini. Mashabiki wa Simba wako kwa ajili ya kusaidia klabu yao. As long as timu yao inacheza, hata kama haina mfumo mzuri, hata kama inafungwa, hata kama inapoteza matokeo, hata kama haina mwelekeo, bado mashabiki wa Simba wanakuwa bora. Kwangu naendelea kwa salute mashabiki wa Simba kwa sababu wanaendelea kuonyesha ukomavu na kusimama kwao kuendelea kusupport klabu yao. Ahmed Ally, mmoja wa wasemaji bora kabisa kwa kutokea. Timu ya Simba imepoteza misimu 4, lakini bado ameendelea kusimama na mashabiki wao, ameendelea kuhamasisha watu, wanaendelea kuwa na furaha. Yani leo semaji amekuwa kiunganishi bora kabisa kati ya Simba na mashabiki. Kwa maana kwamba Simba anaweza kama mpoteza matokeo, hana amani, lakini semaji anaweza akapita mtaani akaenda na vuvuzela akapiga makelele, lakini mwisho wa siku akaitika uwanjani, wakaenda wakafurika. Kwa upande wa Yanga hii shida ipo. Wanalea mashabiki, lakini pia mashabiki wameshawachukulia viongozi wao poa. So hawawaheshimu. Kwa maana hiyo ni kutokuwaheshimu, kwamba hatuendi uwanjani kama kama hatutaenda bure. Sasa hiyo sio sawa. Hawatafika kwa mtindo huo. Bado mnyama ataendelea kutesa kimataifa. Yanga mna maswala ya kujiuliza. Mnakwama wapi na mnyama anaweza wapi? Yani ninyi Young Africans mnakwama wapi na mnyama anafanikiwa vipi? Naelewa bwana, haiwezekani klabu kubwa kama Yanga eti ni omba leo. Mashabiki wanaomba waende uwanjani. Yani timu ina Pakome, timu ina Diara, timu ina Zimbwe, timu ina Balakonte, timu ina Lasini Kouma, timu ina Andy Bobo Boeli, timu ina Mohamed Dumbia, AI wanamuita, timu ina Maxim Pia Zengeli. Timu imesheheni kina Mzize, kina Dube, timu ina kila aina wachezaji ambao wamewapatia matokeo, lakini bado eti mashabiki wanakuwa wanaomba eti tunaomba tuingie uwanjani. Timu imesheheni mashabiki wengi, lakini timu ndio hiyo ina wachezaji bora. Kiongozi wao leo ni mjumbe wa kamati ya uendeshaji wa mpira FIFA kule, lakini pia ni mwenyekiti wa ACA, mwenyekiti wa vilabu Afrika, lakini bado mashabiki wanasuasua eti wanavutwa wanabembelezwa. Haiko sawa hiyo. Simba ni lulu kubwa katika eneo hilo la kimataifa, na hapa nyumbani Simba wanapenda timu yao. Yanga kuna kazi ya kufanya. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.